Angependelea kila mtu naye apokee wokovu. Kitu kizuri nilichokipata ndani ya Kristo ndicho pia nawaambia siku ya leo. Kwa hivyo wacha tuombe na tuendelee pamoja. Baba, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele yako asubuhi ya leo. Ninakushukuru kwa ajili ya maisha yetu, maisha ya msikilizaji wangu, na pia tunakushukuru kwa sababu ya amani ambayo umetupa katika mji wa Migori na katika kaunti ya Migori, katika eneo hili la Nyanza, na pia katika taifa letu la Kenya. Amani tulio nayo siku ya leo imepeanwa na wewe Mungu wetu. Kama ingekuwa ni mawazo yetu kama wanadamu, leo hatungekuwa na amani. Na kushukuru kwa ajili ya hiyo familia, kwa ajili ya huyo msikilizaji. Asubuhi ya leo ninawafunika kwa damu ya Yesu Kristo, kwa kibali na mamlaka ambayo umetupa, na watabiria uzima, amani, furaha na upendo wa Mungu kukaa juu ya maisha ya watu wako. Baba, nyosha mkono wako wa rehema na wa huruma, ukuze watu wako. Kila hali ambayo wanapitia, una mamlaka ya kuwakomboa. Natangaza ukombozi wa Mungu juu ya watu wako. Natangaza ukombozi wa Mungu juu ya watu wako. Ukawainue, ukawatoe katika hali wanayopitia ambayo imewakandamiza, ili wapate kufurahia nguvu za Mungu za ukombozi juu ya maisha yao. Asante Yesu kwa upendo wako mkuu. Kwa jina lako takatifu tunaomba na kuamini. Amen. Ninashukuru sana wapendwa wasikilizaji. Leo hii nawaleteani neno la Mungu, na naamini nimetaka hiyo topic yetu fupi tu ipate kuongea kuhusu understanding deliverance. Ama kuelewa ukombozi. Ki scripture yangu nimeandika ni kitabu cha Mwanzo 3:15. Ebuga ka ene chakruok 3, Mwanzo 3:15. Chakruok adek. Hiyo ndio ki scripture tu ya kukueleza kile mpango Mungu ako nayo. Mano wach maduong wiandiko ni manyasani. Kwa sababu hapo awali nilikuwa naongea kuhusu wokovu. Nikech mbele kanyo cha uwe kumwach mar warruok. Wokovu ambao tuliletewa na Mungu. Warruok mano kelwa kod Nyasaye. Na nikawa nawaambia hakuna jina lolote ambalo mwanadamu anaweza kuokolewa nalo isipokuwa jina la Yesu Kristo. Na nyiso ni onge nying mora ma ng'ato dhano nyalo yudo go warruok kokalo kuom Yesu. Na nikawa naongea kuhusu assurance of salvation. Kendo na uwe kwa nyiso ni adier ng'ato bedo ama hakikisho la wokovu. Kata adiera kuom warruok. Kwa hivyo hii mata ambayo ninaongea sasa hivi, ambayo inaongea kuhusu ukombozi, wach mauwe kawuono mar warruok, hauwezi ukatendeka kama hujapitia kitu kinaitwa wokovu. Ok inyal yude ka ok ikalo kum wach ama kama hujaelewa na kuhakikishiwa kwamba Yesu anaokoa na anaweza kuokoa hata wewe. Kata ka ok ing'eyo ni Ruoth Yesu nyalo waro kata ibedo nyalo wari. Kwa hivyo nilikuwa nimetoa vitokezo hapa awali nilipokuwa hapa nilipopata nafasi. Na golo weche moko kanyo chini kanyo kapuknyo. Nikawa nawaambia ni vizuri sana kuwa na hakikisho kwamba umeokoka. Ni ber mondo mi ng'ato bed kod adiera ni en ng'ajal mo. Na kama hauna uhakikisho, ka ok kod adiera, leo tu tunaendelea kudhibitisha kwamba ni vizuri uwe na uhakikisho. Kawuono pod amedo mana jiwi ni mondo mi ber mondo ing'e ni kod adiera. Ndio somo langu la pili kuhusiana na ukombozi wa Mungu juu ya maisha yako. Maana ndiko mar ariyo mwadwano mondo wasom kawuono kokalo lipate kuwa dhahiri. Mondo mi onyisi ni adiera. Na nataka tu nikwambie msikilizaji. Kuna watu kiuliza wewe ni mtoto wa nani? Atakwambia baba yangu ni fulani wa fulani. Mama yangu ni fulani wa fulani. Ukimuliza are you sure? Nakwambia ukweli. Hata namba ya simu ndio ipikia baba yangu. Huyu ndio baba yangu.
Hiyo ni assurance ya huyo mtoto. Mano ena diere ma nyathino ni go. Anajua hivyo. Ongeo ni maana. Hata kuna watu wengi kuuliza hii shamba ni lako. Kata joma thoth kinya penye ni puodho ni mari. This land belongs to me. Onyalo kuni puodho ni en mara. What shows? Anakuambia nina title T imeandikwa kwa jina yangu. Oko na buru nyisi ni an barupe kodu katotese mag mondike nyinga. Assurance of salvation. Mano adier mangato bedo kumwaro. Kuna mambo tu ya kueleza kitu ni ya mtu. Ngeni tiere gikmoko minyalo bedo kuma nyiso ni gino en mari. Nani hakikisho? Ma en adiera. Wewe ili gari na nimesimama nje ni lako? Ni gari muchungo kukani en mari. Ni langu. Ikone ni an ma en mara. Nina barua ya makubaliano. An kodu tese manyiso ni en mara. Na pia logbook. An kodu logbook. Imeandikwa kwa jina langu. An kodu tax man assurance of property. Mano adier it belongs to you. It belongs to you. No mare. Sasa wewe pia Mungu anataka kata imbele Nyasaye wa uwe na uhakikisho. Modibet ko dadiera. Yesu amekuokoa. Ni iruoth Yesu wadi. Na kweli umeokoka. Na adiera imjalo mwa. Na ndiposa kitabu cha Yohana 3:15 inasema maana mumio book macho ana deka parkoda Mungu alipenda ulimwengu ni Ruth Yesu no eropenya hata akamtoa mwanao wa pekee omio no gulu bude achil mamede ili kila amaminie ni jalo manu yiku asipotee bali awe na uzima wa milele. Hiyo ni assurance. Ukiamini mwana wa Mungu unapokea uzima wa milele na huwezi potea. Kwa hivyo kuna watu wamepotea. Wako tu hapa Migori, wako tu hapa Kenya, wako katika ulimwengu huu, wanafanya mambo tofauti, lakini ukweli wa mambo wamepotea. Ukimpata Yesu hautapotea. Bwana asifiwe. Nataka tusome kitabu ambacho nimekuambia kwamba ni msingi. Mwanzo 3 en chakruok 3:15. Apar kod abich. Nataka kuongea tu kitu kidogo hapa tuelewane ya kwamba adwani mondo wasuwe gimoro matin kama mondo mewawinjre. Huwezi shitua Mungu. Okinyal buogo Nyasaye. Mstari wa 10 anasema, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his head. Kwa Kiswahili, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya usawa wako na usawa wake, huo utakuponda kichwa nawe utamponda kisikino. Soma kwa Luka nyumbani. Anaket sigu ekindi gidhako kendo ekindi kothi gi kothe, nyikwae no towi to inika ofunji tiendgi. Amen. Amen. Hiyo naongea kuhusiana na vile Mungu ma awuoyo kaluwore kod kaka Nyasaye alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu bila makosa. Ni kaka nochweyo dhano ma onge kod chal bila lawama yoyote. Kata mana gimoro marach mane nyalo buoyi. Makusudi ya Mungu kumuumba mwanadamu ilikuwa ni aishi katika dunia hii. Wach Nyasaye en ni nochwe dhano mondo mi dhano no dage piny ka miaka yote ya maisha yake. E gimane duto mag higi. Kwa sababu mbinguni nikeche polo malo, hiyo ni makao ya Mungu. Mano en kar dak mar Nyasaye. Is the home of God. Mano kar dala Nyasaye. Hapa duniani to pika alikuwa ametengeneza no loso iwe the home of man. Mundu bed dala mar dhano. And man was to enjoy, to dhano nyaka ne mor, live a good life. Odage gima maber. He was not meant to die. No kochwe mondo mi otho. He was to live eternally. No chwe mondo dag nyak mochwe. He was not to suffer. No konego chandre. God was there to provide everything for him. Nyasaye ne kanyo mondo mi no chiwne gimoro amora. And because of sin, to nikech richo, we see man entering into a curse. Waneno ka dhano donje kuom. But God was not taken unawares. To Nyasaye ne ok mor kod man. He knew that Satan, enong'eyo ni jachien, that accuser, ma dojne ji, Lucifer and his agents, they were thrown down here on earth. And they were going to bring some confusions to the man God had created. And indeed, Satan went ahead and convinced the first man whom we came from. He was convinced to rebel against God and thereby sinning against God. And the first man, where we were in his loins, lost power and authority, wealth, eternity here on earth,
kata mana dak mochwere piny ka, and many other benefits. kod gik mathoth mabeyo manonego yud, Mwanadamu akapoteza ma dhano nowe kwa sababu ya dhambi. mana nikech richo. Kwa hivyo leo, Kawuono, mtumishi wa Mungu, jatich Nyasaye, kama uko pale, ka in kanyo, wewe ni mwenzangu, in jowadwa, ndugu mwenzangu, owadwa, kama umeokoka ka wari na uko hapo, to in kanyo, najua na kuhimiza. ang'eyo na jiwi. Dada yangu, kama umeokoka Nyamera ka in na uko hapo, to in kanyo, najua na kuhimiza. ang'eyo na jiwi. Wewe ndugu yangu, dada yangu, Owadwa nyaminu, kama uchampokea Yesu, kapok iyudo Ruoth Yesu, uko mahali pasawa, in kama ber. usiondoke kwenye redio yako, Kik iwuog machiegni, usiondoke katika mtandao, kik iwuog kata oko mar sikiza ujumbe. winji wach. Ikiwezekana Ka nyalore, Mungu akuonekanie Nyasaye mondo oneni, vile alinionekania, vile ameonekania wengine kaka noneno jomamoko, wakamjua Yesu. ma jogi nong'eyo Tumaini Yesu. lako hapa duniani Geno mari e piny litakuwa ka na nguvu biro bedo kod teko kama utakuwa na Yesu. ka in kod Ruoth Kwa Yesu. hivyo hapa tumepata ya kwamba Omiyo ka wayudo niya, mwanadamu dhano ashatenda dhambi. osetimo richo, Sasa Mungu anatangaza uadui koro Nyasaye oselando wach e kindgi sigu. katikati ya mwanadamu. Oseketo sigu e kind Akasema dhano, ameweka uadui ni oseketo sigu kati ya huyo mwanamke e kind dhako, na mbegu ya mwanamke ama usawa wa mwanamke e kodhi mar dhako kata e kodhi mar dichwo na Satani. kod jachien. Kwa hivyo hatuna mahusiano Koro waonge kod tudruok katikati yetu e kindwa na Shetani. kod jachien. Shetani sasa hivi ni adui wa mwanadamu. Jachien gi sani en jasik dhano. Whether you are saved or not saved, Kata ka dipo ni owari kata ok owari, you have an enemy. ing'e maber ni in kod jachien. His name is Satan. Ma nyinge iluongo ni jachien. And therefore, Omiyo for you to live and survive, mondo mi idag maber, you must be on God's side. nyaka ibed mana e wang' Nyasaye. Because if you remain alone, Nikech kidong' kendi, this enemy that defeated our first Adam, nikech jachien manoloyo ng'atwa mokwongo Adam, he will mishandle you. obiro tiyo kodi He will marach. mistreat you. Obiro tiyo He will enslave you. obiro kalo kodi He marach. will murder you. Obiro negi. He will kill you. Odhi negi. Because Jesus said, Nikech Yesu nowacho niya, the work of that enemy ni tij jachien in John 10:10, Johana 10:10, that the enemy Satan ni jachien ni and his agents, gi jombetre mage. I pray that you don't become the agent of Satan. Ang'eyo alamo ni Nyasaye ni kik ibed jaote mar jachien. John 10:10 says, Johana 10:10 wacho niya, the work of Satan ni tij jachien is to kill, en nek, destroy, ketho and murder. gi nego. That's the mission. Mane dwache, And he's a liar. kendo en jamriambo. Let us read that one so that you can understand Pastor Juma is saying what. We wasoma no mondo mi ing'e ni jatich Nyasaye, Pastor Juma, jatich Nyasaye jayalo Pastor Juma Yes. wacho mane. John 10:10. En Johana 10. Yes. Johana 10:10. Yes. Some as I read me. Wacho niya, jakuo biro mana ni mondo okwel kendo oneki kendo oketh gik moko. Anto asebiro ni mondo ji oyud ngima kendo obed gi ngima moromo chuth. Again, repeat that statement. Ni jakuo biro mana ni mondo okwel kendo oneki kendo oketh gik moko. Anto asebiro ni mondo ji oyud ngima kendo obed gi ngima moromo chuth. Amesema the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Mwifi hachi ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao teletele. Bwana asifiwe. Yesu baki. Unaona tumeambiwa in summary. Ingeni onyiswa ewe wiwachni. Kwa ufupisho ya kwamba Machiek niya, Satan jachien ana huduma tatu mbaya sana. en kod tije adek maricho. Tangu afanyike adui wa mwanadamu, Nyaka obed jasigu e kinde kod dhano. ana huduma tatu En kod tije adek ambazo anazitenda hapa duniani motime piny ka. na ana wafuasi wake. To en gi joge ma He jolupne. has the agents. En gi jolupne. That's why I'm praying to not become the agent of Satan. Mano umiya lamo ni kik ibed jaote mar jachien. Because you'll fulfill these three missions. Nikech ibiro timo tije adek gi. Amesema he comes to steal. Owacho ni obiro ni mondo kwel. Ukisikia wanasema mambo ya wizi,
Kiwinjo wach kuanzia nyumbani, kata kokalo kata dalani kanyo, kufika sokoni, kata mane chiro, kufika Migori County, kata mane Migori County, taifa la Kenya, kata mane Kenya, ulimwengu mzima, piny ngima. ati kuna watu ni waizi. Nitie jomoko majokuo. The spirit that is working in their lives Ingeri jachien matiye kitgi is the spirit of Satan, en jachien mar jachien, because his work is to steal. En kuo. Summary, umeelewa nadhani? Mana pani winjo mo. Huduma namba 2 wach mar ariyo ambayo anafanya, tich mar ariyo motimo, he kills, oneko, anaua. oneko. Ukisikia kuna watu wanaua watu, kiwinjo nitie jomoko manego jomoko, wanaua huduma za watu, ginego kata mana tije jomoko, wanaua maisha ya watu, ginego ngima jomoko, wanaua biashara za watu, ginego kata eli jomoko, wanangocha watu na kuwapora mali na kuwaibia, girito ji wangayo kendo ngwayo ge mwandu kendo wakimaliza wanaua, kendo kagitiko to ginego, rapists wana rape, wakimaliza lengo kubwa ni kuua. Those are agents of Satan. Usingoche any other mark. If you are one, come out from that camp. Huduma namba 3 ambaye anafanya, he destroys. He destroys. Yani uharibifu. Ukiona mawe, mvua imenyesha, mawe imeharibu mahindi za watu na miwa za watu na nini na nini, kineno koth mar pe obiro mokego chama gi moketho kata ninge magiji, agent of Satan. Mano enja ote majechi. Ukiona watu wameharibu vitu zako, kineno ngato ketho gi, wametumika na roho ile ya uharibifu ya shetani, gitiyo kod roho marach majechi. Ukiona watu wameharibu matuka za watu, kineno ka ngato turoduka ngato kato ketho, wamepomoa, gimuko, wameloot, magi kwalo gikmoko, wamefanya kila kitu, giyako gikmoko magi gwito, wamechoma matairi, wameharibu maparapara, moko kata taende ndara kama wameharibu vitu vya dhamani, giketo gikmoko manego getek. Roho ya uharibifu, mano roho majechi inatoka mano kwa mwanzilishi wake Ibilisi. John 10:10. Mano Yohana para. Hiyo ndio huduma zake 3. Mage tije madongo magija chini. Main. Madongo. Na zingine zote ziko chini yake. To moko nitie moponde ni uongo, kila kitu siko chini yake. Nitire kaka magmiri but the 3 main ones, to madongo, is to steal, en ubiukwa, kill, uneki, and kata okethi, destroy. Mono okethi. But Jesus Christ came to Ruth Yesu no biro to give us life, mono minomi wangima, abundant life, ngima morom, eternal life. Ngima mochwere. My brother, owadwa, my sister, nyamera, I beseech you, awuoyo kodi, let your eyes be open. Niwe mondo wang'io ya unen. Jiulize, penjirini ya, mimi ni wakala, ni agent wa shetani? Penjirini to anja ote jachien, ama mimi ni agent wa Yesu Kristo? So anja ote Ruth Yesu Kristo, ambaye analeta uzima wa milele, makelo ngima mochwere. Kwa hivyo ndipo naona kwamba katika kitabu tumesoma, mane mumia neno ni pukmwa somoni, Mungu alipoona shetani ameshaharibu mwanadamu, ni Nyasaye kano neno ni dhan jachilo seketho dhan, akatengeneza uadui. Mano dio kitu Mungu mwenyewe akatabiri uadui Nyasaye olando wach katikati ya mwanadamu na mbegu yake yote, olando sigu ni dhano kod kothete, na pia katikati ya shetani, kendo kinde kod jachien. Sasa wewe ukiwa upande wa shetani, koro ikadi tiere kod jachien, already wewe utakuwa opponent wa Mungu. Mano ingine dibedo jabathe konchiel man Nyasaye. Sasa mimi ninakusi hivi, koro ana uwe kodi niya, ingewezekana de nyalore ujumbe huu ambao unasikia ni watch ma iwinjo kani, Mungu akubadilishe. Nyasaye mondo loki, kwa sababu nimekueleza hivi, nikech asenyisi niya, hakuna mwanadamu ako safe. Ni onge dhano man eyo maber. Umeokoka, iwari, au chaokoka, toko wari, ninakueleza auwe kodi niya, wewe ni adui wa shetani. In jasik jachien, akikupata kona mbaya, niko yude kona moro mbaya, akuletei madhara 3. Bogru kelo ni chando kade, either kuibie, unyalo kwali, akuue, katonegi, ama akuharibu. katokethi. Mambo 3. Unaona watu wameelewa kabisa, inero kajiume, wamesoma vizuri, to gijo kusomo kabisa, wako na maisha mzuri, gin kod ngima maber. Shetani anaenda kuharibu akili. Jachien dhicho ketho ubongogi. It doesn't care about your education. Oko chune gi somino. It doesn't care about your wealth. Oko sume, you just destroy them. It destroys you, it destroys them. Oketho gi kendo ketho gi mwandugi. My brother, my sister, owadwa nyamino, my request, kwaro ina enia, that as you hear this word, nikiwinjo wachni,
In the book of Genesis 3:15. You have heard very well. The enmity was placed there between you and Satan. There is no friendship between you and Satan. However much you become a friend of Satan, after he has misused you to destroy or kill others or matter others, lastly he will also kill you. So he is not your friend. It is a lie. If you become a friend of Satan, you are in a wrong camp. If you become a friend of Jesus, you are on the right camp. So I was telling you ya kwamba ni vizuri ukuwe na uhakikisho ya kwamba Mungu ashakuokoa. Na assurance yenyewe nikawa nimewaambia kwamba unategemea tabia ya Mungu ambayo ninafanya tu refreshment uelewe msikilizaji kile nilikuwa nafundisha awali. Kitabu ya Zaburi 102:26 hadi 27, Psalms 102:26-27, ni Zaburi 102 ambayo tusome sasa hizi ilikuwa inasema ya kwamba Mungu abadiliki. Yeye ni yule jana leo na hata milele. Kwa hivyo akikwambia amekuokoa, ni kweli amekuokoa, hata badilika. Tukapata kwamba Mungu God has got a character ambayo he has got unchanging love. Mungu akikupenda anakupenda hivyo hivyo. Because unaona kwamba while we were still sinners, God loved us and gave us his only begotten son, Jesus Christ, to take our position, die on the cross, pay the debt of sin, purchase you from the dungeons of Satan, transform you to make you to be a son or a daughter of God. That is the love God showed while we were yet sinners. Wakati tulikuwa tungali watenda dhambi, Mungu alifanya uamuzi wa kukupenda. Najua wewe unaweza kufanya uamuzi wa kupenda mtu fulani kwa sababu amekufanyia mambo mazuri, lakini Mungu aliamua kukupenda hata wakati ulikuwa ungali mwenye dhambi. Kwa hivyo ndugu yangu, dada yangu, unaweza kutegemea wokovu yako kwa Mungu ambaye upendo wake haukomi. Alafu tuna kitu inaitwa unchanging justice of God. Mungu ni mwenye haki. Mungu habadiliki. Ana upendeleo. Ana viwango vya haki yake. Na vibadiliki. Haki ya Mungu haibadiliki. Ni ile leo jana na hata milele. Kwa hivyo ukimpokea Yesu Kristo, uwe na assurance ya kwamba viwango vya haki yake vitakutunza. Unaniambia pastor, nini ambayo inaonyesha kwamba Mungu ni mwenye haki? Tusome Waebrania 10:26. Wasome Waebrania 10:26. Waebrania apar koda uchiel. Tunataka kujua haki ya Mungu vile Mungu anatupenda. Waebrania apar koda uchiel. Wadwanu wang'e kaka Nyasaye oherowa. Soma hiyo kama umepata ndio soma. Wachone ya 10:26. Apar koda uchiel. Wachone ya ka wasiko watimo richo mana mar ayiem bang' ng'eyo adiera to onge misango moro mapod odong' manyalo golo richowa. Endelea 27. Wadhi 27. Gima odong' en mana kibaji, kwa ng'eyo ni wachomo bura gi mirima mager kamach ma Nyasaye biro kelogo joma otamore yie kuome. Maana kama tukifanya dhambi kusudi baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haipaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitasamia hukumu yenye kutisha na ukali wa moto ulio tayari
kuwala wao wapingao. Bwana asifiwe. Amen. Imagine assurance ya wokovu vile inasema. Winje kaka dir marwaro. Sikia habari njema. Dikise winjo wach maber. Ufanye uamuzi wa kuokoka. Mi ngade chunyi ni wari. Umkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Mi Ruth Yesu kaka jawar mari. Akuokoe sasa. Mo wari. Amekuingiza katika maakano yake. Mo kawi moketi singruok mari. Kwa sababu alilipa deni la dhambi. Nikech no chulo richo. Mwana wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo. Alikuwa hana dhambi yoyote. Leonge kod richo mora. Alipozaliwa hapa ulimwenguni, ilikuwa ni mpango wa Mungu kuokoa mwanadamu kulingana na dhambi iliyoangukia mwanadamu katika kitabu cha Mwanzo. Wakati shetani alifikiria kwamba amemshinda Mungu, ametifaili mwanadamu, ati mwanadamu atakuwa mfuasi wa Mungu, mwanadamu atakuwa mfuasi wa shetani. Mungu alipotangaza uadui, alikuja kumuinua Yesu Kristo, ambaye unabii Mungu mwenyewe alikuwa ametoa unabii ya kwamba mbegu ya mwanamke ndiye ingeshinda huyo adui. That is why Jesus Christ was born by a woman, so that he can conquer Satan, according to God's prophetic word in the book of Genesis 3:15. And Jesus Christ was to become a sacrifice on your behalf, on my behalf, of sinning against God. That when you believe in Jesus Christ, that sacrifice which Jesus Christ offered on the cross at Calvary, his blood was shed, his body was mutilated, he lost the shape, blood oozed out of his body, water oozed out of his body. The Son of God, paying a debt of sin, paying a debt of your sin, my brother, my sister. Then you confess and say, Jesus, come into my life, forgive me my sins. He will forgive you, because that is what he did. Write my name in the book, in the everlasting book of life. Your name will be transferred from the book of judgment, from the book of where people will go to hell, from the book where people will be thrown into eternal fire, the way you have heard in the book of Hebrews 10, 26 and 27. Then your name is transferred to the book of life. Then again, you forget that it was true. You received salvation. It's an assurance. You are now a child of God. Then you start sinning now, intentionally. The word of God states clearly, there is no other sacrifice that will make you now receive a second salvation other than the first one, which was offered by Jesus Christ. If you downgrade what Jesus did for you, there is no other remedy. You live waiting for judgment to enter into eternal suffering, where fire is your portion. My sister, my brother, run away from the world of sin. Run away from the world of sin. If you are getting me right, in the name of Jesus. Then ninaendelea kusema tabia za kiungu zenye unaweza kutekemea ili wokovu wako upate kudhibitika.
nitie hata kadwana uwe kendo chal mangato nyalo bedo go kum nikasema ingine hapa unchanging faithfulness of God. Uaminifu wa Mungu. Lo bedo jadier adieri mar Nyasaye. Yani Mungu ni mwaminifu. Nyasacho jadier. Mungu amepaki kuwa mwaminifu. Nyasacho porubiro bedo jadier. Unaweza kutegemea uaminifu wa Mungu. Kinyalo bedo gadier kum adier mar Nyasaye. Unasema pastor, unasema namna gani? Inyalo wacho ni jati Nyasaye. Nikupea tu mstari mmoja tu uone uaminifu wa Mungu vile anasema. Ukishakuwa mtoto wake. Andiko kare kende. 1 Corinthians. Jokorintho mokuongo 10:13. Jokorintho mokuongo 10:13. Apar kod adek. 10:13. 1 Corinthians 10:13 wasomee tu. Wacho niya. Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jadiera. Omiyo ok noyie mondo uyud tem moingo tekreu. To nomiu yo ma uwuok go e tem moro amora kendo nomiu teko mar dhi gi tem go. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu. Narudia, ila Mungu ni mwaminifu. Nasisitiza pale, ila Mungu ni mwaminifu ambaye hata awacha mjaribiwe kupita mwesafyo, lakini pamoja na ile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili mweze kustahimili. Praise the Lord. Yes, you see, uaminifu wa Mungu ni kwamba ineno adieri man Nyasaye ukishakuwa mfuasi wa Yesu, nikisebero jalupu umeokoka, muwari, majaribu itakuja, jangi teto dhibiro, utapitia mambo tu mengi, ibiro kale weche mang'eny, lakini amesema to wacho niya, He remains faithful. Obiro bedo jadiera. He will not allow okobiye something that is beyond your power, ni gima nyalo hingo teko ni, beyond your strength, gima nyalo hingo teko ma, beyond your ability, gima nyalo hingo kaka to overtake you. Mondo miolo. He will make sure that obiro temo matek the temptations you receive, ni temi di yudo no, the word of God says, wach Nyasaye wacho niya, they are common. Ni gin mana gik man, They are common. Gina gik man kanyo. And in those temptations, to temego, He will create a way. obiro loso yo. He will make a way obiro loketo yo for you to escape, mondo mi kal go, so that you are not mondo mi lost, kikilal, you are not mondo mi defeated, kikloi, so that you are not mondo mi even killed. kiknegi. Hivyo ndio Mungu anafanya. Maana kaka Nyasaye, yani amepaki kuwa mwaminifu osebedo ni jadiera kwa ahadi yake. Ahadi yake ambayo tumesoma hapa, singruok ne mano wacho ma yeye ni mwaminifu. Ni jadiera. Ukipitia majaribu kikalo kata kumtembe, ni mwaminifu. Jadiera anapima majaribu ambayo inakuja kwako, inapimwa opimo. Kama ni zaidi ya hii hawezi ruhusu. Makabe temo ingo mano toko nyali. Hata wakati alipelekea Ayubu majaribu, mana kata notero kata majaribu ya kupima. Nen mana tema no pimga yu. Shetani anasema nipatie hii na hii na hii na hii. Kije chine wacho ni miyamagi. Mungu anamwambia enda tu fanya hivi. Nyasaye kone ni ade lakini usikuze mwili yake. Wakati alijua kwamba Ayubu anaweza kustahimili mwili, tokana ongeo na Ayubu koro ne akamwambia nimekupatia mwili yake. Ruo wacho ni kora mi ide. Ndio jaribu katika hiyo area yote. Ringruok marete away. Lakini roho yake to chunye don't kill. Kikimu. And that is exactly what God does to your life. Anapima what you receive and what you cannot receive. Na anasema baada ya hii yote anafungua mlango. Vile alifungulia Ayubu baada ya mateso yote, akafungua mlango ya Ayubu kubarikiwa like never before. Akainua Ayubu like never before. Job was elevated like never before. He was blessed like never before, and he had good health. Bwana asifiwe. That is the assurance of how faithful God is. So, if you have received salvation and you are planning to backslide, ulikuwa unapanga kuepa,
wewe usitoke hapa. Ulipata kitu mzuri. Ulipata kitu mzuri. Huyu Mungu atakukomboa katika kila hali ambayo unapitia, kwa sababu amesema ya kwamba ni mwaminifu. Kama Yesu alitoka safari ndefu kutoka mbinguni kuja kukuokoa na kukukomboa kutoka kwa dhambi zako, alafu umeokolewa hivyo, unaendelea kuishi hapa duniani, haujaama, kuna shida nyingi uko nazo, tena amekuahidi ya kwamba ako tayari kupima kila tatizo na kila shida ambayo unapitia, ili apate kukukomboa kwa hiyo hali ambayo unapitia na kukufungulia mlango mwingine, kwa sababu yeye tu ana tabia ya kuwa mwaminifu. Tabia ya kuwa mwaminifu. Unaweza kutegemea Mungu wokovu wako. Usitegemee wewe mwenyewe. Tegemea Mungu kwa wokovu. Hata leo ukimpokea Yesu, nitaendelea kukwambia sasa mtegemee Mungu akuongoze katika njia hizi za wokovu. Tabia nyingine ya kiungu nilikuwa nimesema is the ability and the willingness of God. Ile hali ya kuweza, nguvu ambayo Mungu ako nayo na ile uwezekano ambayo ako nayo. The ability and the willingness of God to save you. The ability and the willingness for God to save you. The ability and the willingness of God to deliver you from whatever situation you're passing through. The ability and the willingness of God to heal you from your disease. You can depend on God for His ability and willingness to deliver you, to heal you, to sanctify you, to lead you, to bless you. God is willing to do that for you if you remain in Jesus. Pastor, do you mean Jesus is very serious na watu ambao wanamwamini? He can deliver me from what I'm passing through. There is a very clear way ya Mungu kukukomboa. Yesu aliambia wanafunzi wenye walikuwa wamemwamini, ati wakijua ukweli wake, huo ukweli utawafanya kuwa huru. Hiyo ni kitabu ya Yohana 8:32 ambayo tusomi. Mano Yohana 8:32. Yohana 8:32. Wayahudi walikuwa wanafuata Yesu. Lakini si wote walimwamini. Sasa akawaambia wenye walikuwa wameamini ya kwamba mkiendelea katika haya mafundisho na kunifuata, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli, na mtawekwa huru kwa ukweli ambao mnajua. Sasa when you hear this word of God, na ujue kwamba it is truth, ni ukweli na uamini, you will be delivered. Hiyo hali ambayo ilikuwa imekufunga itayeyuka, itakuachilia. Ni sharti kuachilie, kwa sababu we depend on the ability and willingness of God, who is able to deliver you from whichever situation. He is even able to answer your prayers. Mungu sio maskini amepungukiwa na chochote. He is willing to deliver you, willing to bless you, willing to protect you, willing even to provide unto you. I know in Kenya we are crying, economy. But God can do it for you. God does not even respect that inji inapitia hali ngumu. Tukiita huyu Mungu, na kwa sababu ni mwaminifu, economy yake ni surprises. Pastor, unaongea nini? Kwa Biblia nina story mzuri sana. Kuna story
ilifanyika pale. Kule Samaria, wewe ni msomi wa Biblia. Kule Samaria kulikuwa na njaa sana, njaa kali sana. Hii Samaria, miji ya Samaria ilikuwa inawekwa walls. Samaria Samaria ni chele kodo hii. Kama vile tuko Migori County. Maana kaka wane dalama Migori County. Wangesunguka the wall to protect Migori County. Chele kodo hii. So that anyone coming into Migori County anafunguliwa mlango. That was Samaria. Samaria ilikuwa na wall. Imeizunguka. Na watu wenye walikuwa ndani ya hiyo wall. Njaa ilikuwa kali. Hawangeweza kufanya biashara yoyote kwa sababu kule nje kulikuwa na Washami, majeshi ya Washami walikuwa wamewazunguka watu ili wapate kuingia katika hiyo mji. Kwa sababu ya hiyo watu hawangeweza kufanya biashara kutoka nje na kurudi. Wakakula chakula yao wakamaliza, tukawa na ukame mwingi sana. Watu wakawa tayari wanakula hata watoto. Pastor, hii mambo natoa wapi? Soma Biblia yako. Kuna mama mwingine alikuwa na mama mwingine. Wakakubaliana kwamba njaa ni kali. Watoto wetu ni wachanga. Na vile njaa imekuwa kali, tukule mtoto wako leo. Alafu kesho tukule mtoto, tutakula wako. Alafu wakakula mtoto mama mmoja. Kesho yake wanajua ngani wameshipa, wakishakula na wanashipa. That is how serious hiyo njaa ilikuwa. Njaa inakuwa kali paka watu wanakula watoto wao. Sasa kesho walikuwa wameshipa. Huyu akamwambia si uchinje wako. Huyu akasema si uchinji. Hiyo kesi ikaenda kwa mfalme. Mfalme akasema sema kesi yenu. Huyu mama akachana. Mama ni wacholia wa nyoro. Tulikula mtoto wangu. Ni nyoro nyowacho ne wijore mwachamo nyathina. Ilikuwa kali. Kenyonge mwachamo nyathina. Na huyu dada yangu. Mwa wijore kod nyamerani. Sisi wote tuna watoto. Maka uduto tewan ke nyathina. Tukakule wangu kwanza. Mwachamo mara mokuongo. Ilikuwa kwamba tukule wake. Amekataa. Mfalme aliposikia hivyo akanarua nguo zake. Akasema shida iko kali katika nchi yangu. Paka watu wanakula watu. Mafi ya punda inauzwa. Ndio watu wapate chakula. Hii matatizo ni kwa sababu ya Elisha. Waje tutafute huyo Elisha. Ndio ametetea sisi shida, nabii wa Mungu. Walipopata nabii wa Mungu akaanza kusema wewe ndio shida. Nabii wa Mungu anamwambia wewe ndio shida. Wewe ndio shida. Wewe ndio shida. Na pia Mungu akamwambia hivi. Mnapigwa kichapo ya njaa na ukame wa aina hii. All these economic problems, financial problems, abductions and all whatever things that are happening. Ni kwa sababu you have sinned against God. That's why munapitia hanga hata ya kukulana. Si ya kwamba ati ni mimi nabii nimefanya. Ni dhambi iko rambati kwa dunia. Dhambi inaweza kufanya nchi iteseke. Dhambi inafanya Kenya tunapitia hali ngumu. Dhambi inafanya machimbo counties tunapitia hali ngumu. Dhambi inafanya familia tunapitia hali ngumu. Lakini solution to watch ina Mungu ambaye ana ability and is willing to help. And is willing to help. My brother, my sister, in our nation, in our county, in our sub-county, in our locations, God is still willing to help, to deliver, to save, to heal, to provide, if only we forsake sin. Waweo Timori. Story inaendelea. Sigana de mbele. Huyu akamwambia hivi sasa,
Kato Ruth wacho ne huyo ni nabii wa Mungu Elisha. Mano jadolo maduong' mar Nyasaye Elisha. Thank God nina leo mwenzangu hapa kwa studio ambaye ananasa hii mtandao anaitwa Elisha. Ero kamano wagoni nduo wadwa maruan go sasa Elisha yule nabii Elisha jadolo maduong' akamwambia mfalme, o wacho ni Ruth niya, sikiza, winja, kesho panapo saa kama saa hii saa machalo kod makawuono unga itakuwa imeshuka kibaba yake, mogo vido piny kila kitu itakuwa imeshuka, gimora mora mitiyogo, watu wataanza kuingia katika urejesho mzuri, jibiro chako duogo, they will eat well gibiro chiemo maber and drink well, gibiro metho maber, no further eating man eating. Onge dhano mibiro chamo wa dhano wadgi. Kulikuwa na economist pale, neni tiene jogo mane the right hand man of the king, jatelo mane jaluet, he said, no wacho niya, even if God opens windows, ni kata kanya sayo ya udirisi this thing cannot happen. Gini okbitimo. Do you know what we are passing through in Kenya? The economic situation is worse. The financial status in the pockets of people is worse. People are sleeping hungry. How dare to say a miracle will happen in a twinkling of an eye? You are a man of God, but today you have lied. Then the prophet, the man of God, told him, tomorrow you will see this, but you will not be a partaker. Unfortunately, you will witness, but unfortunately, you will not partake of the blessings. Why? God has the ability and is willing to help at any moment, at any time, without reservation, because He is God. Why are you crying? Call unto the name of the Lord. Call unto the name of the Lord. Even this morning, my brother, my sister, what am I trying to tell you? That God is powerful enough. He has the power which you can depend upon. He is not a human being ambaye nguvu yake ni kidogo. We can also depend on His word. You know, if hata wewe unajua mtu akikuja kwa promise ya kwamba kesho nakuletea pesa, kata ibingeyo ne kangato obiro mosingo ni kinya kelo ni pesa, utaanza kumwamini huyo mtu. Inyalo yie kumng'ana kwa sababu unajua anaenda kutafuta kuletea. Kitingeyo ni odhi dwaro pesa. Sasa kama unaamini wanadamu ambao ni fukeukeu, kakoro dhane menyalo uye kuome. Can you believe in the Holy Scripture? Binyalo yie kum mama ler. Can you believe in the word of God? Binyalo yie kum wach Nyasaye. If God says in His word He can do anything for you, Nyasaye wache ne onyalo timo ni gimoro. Can you believe in Him? Binyalo yie kum Nyasaye. Can you believe the word of God? Binyalo yie kum wach Nyasaye. The way you have been believing in the words of men. Mana kakisebedo ki yie kum weche. Men who are always changing posts. Dhano loko record. Men who cannot have the ability to perform. Even I know where you are. You are having some promises of men. Men or women promised you something. That you will build a house. That they will give you money. And you have hopes in that. If you are doing that, can you please improve your faith and believe in the word of God, which has got power to provide, to deliver, to heal you without money? My brother, my sister, even before I close, also believe in the work of the cross of Jesus. The work of the cross of Jesus. When He was on the cross, He was doing everything for you. He was not supposed to die on the cross, but because of you, Jesus was there to do that work, to purify your life. If you believe in Jesus Christ as your Lord, then we pray together
then we pray together. walemo kanyakla. Jesus will cleanse you from all your sins. Yesu biro wari kum richo duto ma. He will protect you. Obiro riti. He will purify you. Obiro wari. He will set you apart. Obiro gonyi. And he will declare you to be a son of God. Obiro ye ni wudi You will start enjoying the benefits of God in salvation. In salvation. My brother, my sister, before I close, because I only have 5 minutes, I have to request you. It is good you depend on the word of God for your deliverance. Because when Jesus was here, he was declared by God that he is a son of God and is able to save. Jesus himself, in the book of Luke 11:21-22, which we are not reading, Jesus said he was having victory over Satan. And Jesus defeated Satan through his death. As it is in the book of Hebrews 2:14 and 15. Kupitia kifo cha Yesu Kristo. Yesu alishinda shetani kupitia kifo chake. Alipokufa, akafufuka. Hata leo, Jesus is alive. All other men died. They died, but they have never resurrected. But Jesus, ambaye tunamwabudu, ambaye tunamuita, ambaye tunakutangazia, alishinda mauti, alishinda shetani. Na wafuasi wa Yesu ni sharti washinde shetani na majeshi yake. Kwa hivyo ingia katika wokovu, upokee wokombozi. Katika kitabu cha Wakolosai 2:15, Jesus disarmed Satan. It is armed the armies of Satan. Yani Yesu alichukua silaha za shetani, alimnyang'anya nguvu yake, alimnyang'anya ammunitions zake zote. Yesu alimnyang'anya. Colossians 2:15. It is armed Satan, and Satan now before Christ is powerless. So when I pray for you in the name of Jesus, it will work for you. Because Jesus overcame Satan. He overcame death. And he disarmed Satan. Colossians 2:15. Before Christ, before Jesus, Satan is naked, armless. Hana nguvu. Alinyang'anywa mamlaka. When Jesus Christ alikuwa kule kuzimu, the word of God declares hata kifunguo ya mauti alinyang'anywa. Jesus took the keys of Hades. Yeye ndiye ana hiyo kifunguo ya mauti. Ana kifunguo ya mauti, ana kifunguo ya uzima. He has all powers. Ndio mtu anasema na powers. Nyinyi ambuko when our president was receiving powers, when the day he was the president elect, then he went to the stadium. Then the former president Uhuru Muigai Kenyatta gave him the sword. Those are powers of authority. Jesus has got the powers of authority over Satan. You can depend on him for your salvation, for your deliverance, and for your healing. My sister, I'm just calling you that before we pray, meditate and receive Jesus as your Lord and Savior. Rudia ili ombi ndiposa nipatiane mtumishi wa Mungu. Sema, nataka umpokee Yesu Kristo, uishi maisha ya kukombolewa na maisha ya kufuraha.
ndima mar warruok, ndima mar mor. Sema Bwana Yesu, wach ni Ruoth Yesu, nakuja mbele yako. abire mbeleni. Nimesikia neno lako. Awinjo wachni. Nimeamua kuamini. Aseng'ado e chunya ni mondo mi ayie. Yesu, ingia ndani ya moyo wangu. Ruoth Yesu yie donjo e ngimana. Uwe Bwana Ibed jatuwana na mwokozi wa maisha yangu. kon jawan iki. Nisamehe dhambi zangu zote. Iwena richo na duto. Tangu kusaliwa Chakre nyuolna. mpaka nimefika umri huu. Nyaka kora dhike giri. Yesu, nitakutegemea Ruoth Yesu abiro katika kila hali yote. e yore duto te Kwa nyumba yangu, kwa familia yangu, kwa biashara, kwa safari zangu. Yesu, nimeamua kukutegemea. Yesu aseng'ado e chunya na biro. Ili katika wokovu wangu huu kata kuom warruok na ni nipate kuwa mshindi. mondo abed jaloch. Shetani nimetambua Jachien asefwenyo hana mamlaka juu yangu. Wakati niko ndani yako, umesema hata majaribu ikicha nyingi, wacho ni kata biro kumo utafungua mlango ingine ya mimi kutokea. Na kila kitu ambayo nitapitia itakuwa imepimwa na wewe. Mungu wangu, na kushukuru kwa uaminifu ambao uko nao juu yangu kama mwanadamu. Leo nimetambua ya kwamba Shetani ndiye adui wangu. Ninakataa Shetani na matendo yake na kazi yake ambayo alikuwa ameniachiri. Ninamkataa katika jina la Yesu. Alikuwa amenifanya mimi ninaishi maisha machafu. Leo Shetani, mimi nakukataa katika jina la Yesu Kristo aliyepewa mamlaka. Ni kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Kama umerudia hilo ombi, tafuta kanisa lenye liko karibu na wewe ambalo wanamwamini Yesu na wanatambua kwamba Yesu anaokoa. Ingia mahali pale na upate kusaidiwa kutembea katika njia za wokovu. Kristo Church pia tunawakaribisha. Tuko hapa karibu Nyasare Car Wash, namba Akape karibu opposite Rubis. Kuna makanisa ya Kristo mengi Migori County, Isibania, Kehanja, Dede, Rongo, Kisii, Kiligoris. Tuko nayo mpaka imefika Awendo, Muhurubei, Maram. Ni wapi tutakutangazia bakanisa imecha. Lakini pia kuna wengine pia wanamwamini Kristo. Apart from Kristo kuna wengine pia wanaamini. Ingia pale, usaitiwe kiroho, ili maisha yako yafanye upya. Utegemee Mungu, ufurahie maisha yako hapa duniani kabla tujaenda mbinguni. Nataka ndugu yangu akwambie majina. Adwani mondo wadwa mondo nyisi. Anagonga very good encourager. Odwani mondo jiu. Majina yangu ni Mchungaji Julius Juma Otindo ama Pastor Dr. Julius Juma Otindo.